Nilitoa maelekezo kwamba natoa wiki moja, kila mmoja ahakikishe anarudi stendi ya Magufuli. Sikutaka mjadala wala sikutaka maelewano ya aina yoyote. Kurejea kwa mabasi katika stendi ya Magufuli kumeanza kubadili sura ya biashara ndani na pembezoni mwa kituo hicho, huku wafanyabiashara wakisema ongezeko la abiria limewapa matumaini mapya baada ya kupitia kipindi kigumu cha mauzo hafifu. Kwa wafanyabiashara hao, abiria ndiye mteja mkuu. Mabasi yanapokuwa machache, hata biashara zinazozunguka stendi hupungua nguvu. Lakini sasa kadiri mabasi yanavyorejea na abiria kuongezeka, fedha zimeanza kuzunguka tena. Wafanyabiashara wanasema hali ya awali ilikuwa tofauti. Mabasi mengi yalikuwa yakipakia abiria katika ofisi zao zilizopo mjini kabla ya kuelekea stendi. Kufikia stendi ya Magufuli, baadhi ya mabasi yalikuwa tayari yamejaza sehemu kubwa ya viti, hivyo yalibakiwa na abiria wachache wa kuwachukua. Kwa mujibu wa wafanyabiashara hao, wakati mwingine basi lilifika stendi na kuchukua abiria wasiozidi 5. Hali hiyo ilimaanisha kupungua kwa wateja kwa wale wanaouzia bidhaa na kutoa huduma ndani ya kituo hicho. Sisi kupitia hili tamko la mkuu wa mkoa tumelichukulia kama vile ni ukombozi katika wilaya yetu ya Ubungo. Ujue sisi tunatumia kilichopo ndani ya wilaya yetu, yani kama ni tunu katika wilaya yetu ya Ubungo. Tangu mabasi yaanze kushuka hapa, imekuwa movement ni nyingi sana ya watu, na istoshe katika wilaya yetu ya Ubungo tunatumia hii fursa kama kujipatia kipato katika wilaya yetu. Tangu mkuu wa mkoa alivyotangaza magari kurudi, yani Mungu ni mwema kabisa kabisa. Hali ya tofauti hapo mwanzo ilikuwaje na sasa hivi ipoje? Yani tulikuwa tunatilia huruma, yani ukitukuta sisi tunasinzia tu, hakuna kinachoendelea. Magari yalikuwa hamna, abiria hakuna, basi ilikuwa shida tu. Tunachukua biashara kama hizo, hamna kinachoendelea. Kijua kwamba tumesitomesha watoto kutokana na biashara, lakini tangu tulivyoletwa huko 2021 Magufuli alivyotangaza, hali ilikuwa mbaya mno. Lakini alivyotangaza Taramila, hapa tosi babangu, yani ni furaha tele, mambo mazuri. Ni furaha kwa wafanyabiashara, lakini kwa baadhi ya abiria wanalalamikia umbali kutoka maeneo yao mpaka kufika katika stendi hiyo ya Magufuli, huku wakiitaka serikali kuangalia upya agizo hilo. Ni changamoto kubwa sana. Sasa kwa mfano tulikuwa tumezoea, ilikuwa ni kawaida unaweza kutumia hata nauli ya, naweza nikatoka Kigamboni, maana mimi naishi Kigamboni. Sasa ukipiga nauli ya kutoka Kigamboni mpaka hapa nakuta inafika mpaka hata 25,000 au zaidi. Na Morogoro unaenda kwa nauli ya shilingi ngapi? Nauli ina vari sasa utakavyokuta, muda mwingine 15,000, 13,000 mpaka 20,000. Kwa hiyo nauli ya kutoka Kigamboni kwa bodaboda mpaka hapa Magufuli ni sawa na nauli ya kwenda Morogoro? Hapana, kutoka Kigamboni mpaka hapa imekuwa kubwa zaidi, imepanda. Kwa yani ni kama mara 2 kabisa nauli ya kwenda mkoani. Kwa sasa ni changamoto kubwa sana kwa kabisa. Wakati wafanyabiashara katika stendi ya Magufuli wakifurahia kusisimka kwa biashara, kuongezeka kwa mabasi na abiria, kwa upande wa wafanyabiashara eneo la Shikilango, wao wana simulizi ya tofauti. Wanasema biashara zimekuwa ngumu baada ya mabasi kuondolewa na kuhamishwa stendi ya Magufuli. Kwao kuondoka kwa mabasi kumeondoa pia sehemu kubwa ya wateja. Wanasema idadi ya watu wanaofika eneo hilo imepungua, hali ambayo imefanya biashara kuwa ngumu na kuwalazimu kutafuta namna nyingine ya kujikimu. Hali ya biashara ni mbaya sana kiukweli. Hali ni mbaya kama mimi unavyoniona hapa, hali yangu ni ngumu, biashara sifanyi na watoto wanatakiwa wale waende shule. Yaani kiukweli hali ni ngumu sana. Mturudishie mabasi jamani, tuweze kufanya biashara, tuna watoto wanatutegemea, tuna wazazi. Aturudishie tu mabasi kama tulivyozoea. Aweze kuturudishia tuweze kufanya biashara zetu kama kawaida. Tuonee huruma, sisi tuna watoto jamani. Atusaidie, magari yarudi. Lakini ongezeko la abiria katika stendi ya Magufuli limekuja na hitaji jingine, huduma bora za msingi. Baadhi ya abiria wameeleza kuwa ongezeko la watu limefanya huduma kama vyoo na maeneo ya kukalia kuwa changamoto. Mwananchi Digital ilimtafuta meneja wa kituo hicho kwa ufafanuzi.
tunayo maeneo mazuri sana ya kupumzikia abiria katika jengo letu la abiria ambalo liko floor ya kwanza katika jengo la abiria. Ukipandisha tu floor ya kwanza utakutana na sehemu nzuri ya kupumzikia abiria ambayo ina viti vingi na vya kutosha. Na pia tumeweka TV kwa ajili ya mtu kuangalia na kurefresh mind. Lakini ukisogea mbele kidogo utakuta tena kuna eneo lingine la kupumzikia abiria na lenyewe lina viti vingi vya kutosha na TV tumeweka kwa ajili ya watu ku refresh mind zao. Lakini pia ukienda mbele tena utakutana na eneo la tatu ambalo lina viti vingi vya kutosha na TV ipo. Kwa hiyo kutokana pia na ratiba ya mabasi, kama tunavyoelewa sasa hivi mabasi yetu yanafanya kazi masaa 24, watu wanaingia kidogo kidogo. Hawaingii kwa wingi kama ilivyokuwa mara ya kwanza. Kwa hiyo sasa hivi watu wanaingia asubuhi, mchana, jioni, usiku. Kwa hiyo maeneo yetu yanatosha kabisa. Na tumeangalia hilo swala kwamba inawezekana labda pasitoshe, tuongeze maeneo mengine, lakini tumeona panatosha. Kwa hiyo tunawaomba watumiaji wa kituo waendelee kutumia maeneo hayo ambayo yamekuwa yameplaniwa tangia mwanzo kwamba yawe maeneo ya kupumzikia abiria. Na ni sehemu salama, kuna ulinzi, kwa hiyo wasiogope. Msongamano kwenye vyoo, labda tu niseme ni elimu ambayo watu hawajui kwamba wanapofika hapa vyoo viko wapi. Kwa hiyo utakuta labda wanaelemea baadhi ya vyoo. Kwa hiyo kwa kutatua changamoto hiyo, tumejipanga kuendelea kutoa elimu ya matangazo kuonyesha kwamba kwenye majengo yetu vyoo vinapatikana wapi. Kwa sababu sisi tuna majengo mawili kama unavyoona, tuna jengo hili la utawala, kila floor ina vyoo vyake. Ukipanda floor ya kwanza kuna vyoo, ukishuka chini kuna vyoo, ukipanda juu mwisho kuna vyoo. Kila floor ina vyoo. Na hivyo vyoo tumezingatia jinsia. Kila jinsia ina vyoo vyao, ya kike na ya kiume. Hakuna kushare vyoo. Lakini pia tumezingatia watu wenye ulemavu wana vyoo vyao ili waweze kukidhi mahitaji yao bila kuchangamana na watu wengine. Hali kadhalika unapoenda kwenye jengo la abiria utakuta kuna vyoo katika floor ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne na kuendelea. Kwa hiyo vyoo vipo na vimeenea katika majengo yetu yote, katika floor zote. Kwa hiyo hata hivyo tunashangaa tunapoambiwa hakuna vyoo, kuna vyoo vitatu, tunashangaa hayo mambo yanatoka wapi. Lakini katika uhalisia tuna vyoo 140 na urino katika vyoo vya kiume zipo 82. Kwa hiyo ukijumlisha mashimo ya vyoo 140 na hizo urino kwa ajili ya vyoo vya kiume, jumla unapata 222 katika mahitaji tu ya kawaida. Na katika wingi wa watu tunaoona hapa Magufuli, ile population ni halisia tu ya kwamba hivi vyoo vinatosha kabisa kwa matumizi. Naitwa Mustafa Mwalongo, ni mkurugenzi wa habari wa Chama cha Wamiliki wa Mabasi Tanzania TABOA. Kama mlivyosikia kauli ya serikali kwa maana ya mkuu wa mkoa, alitoa tamko la magari yote yaweze kurudi Mbezi Magufuli. Magari yametii amri na yapo hapa Magufuli. Na taratibu zingine zinafuata. Na wasafirishaji wapo hapa wanaendelea kutoa huduma. Hivyo kuna taratibu ndogo ndogo ambazo zinakamilishwa kwa ajili ya kila mmoja aweze kutoa huduma kwa mujibu wa taratibu za leseni yake. Asante.